Tunaelekea kiangazi, na ukiangalia kiangazi ndo kuna ndoa nyingi. Watu wengi waga wanafunga ndoa majira ya kiangazi kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wakichelewa sana mpaka wa 10. Lakini kitu ambacho natamani nikushirikishe sio kwamba ni kama ambavyo nimekuambia kwamba wanaelekea kwenye kuoana. Hapana, kuoana si dhambi wala sio kosa, wala kufunga ndoa sio shida. Ila kitu ambacho nataka nikwambie ni kitu kimoja, kwamba kuna watu ambao wametumia dini zao kama sehemu ya kudhiaki dini za wengine. Wanakuta ratiba za sherehe zao wanazielekeza siku fulani ambayo wengine ni siku ya kumwabudu Bwana Mungu wao, wakiwa wanafikiri kwamba wanachokifanya ni kama kuwakomoa hawa, kama sehemu ya kudhiaki. Naweza nikasema hivyo, kama sehemu ya kudhiaki iki hawa wengine wanachokifanya, wakishindwa kujua kwamba wanakuwa wanajipalia makaa ya mawe. Kuna watu siku ya Jumapili ndio siku yao ya kufunga ndoa, na wanafahamu kabisa siku ya Jumapili ni siku ya madhehebu fulani kufanya ibada kwa ajili ya Bwana Mungu wao. Na hawa wanasema hii siku zingine zote zinakuwepo, zinapita, Jumamosi inapita, wanaelekeza siku ya Jumapili. Sasa usije ukampima Mungu kwa kipimo cha akili ya kibinadamu, kwa sababu tunaambiwa hakuna anayemjua Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Sasa usitumie udhehebu, dini kujifanya unamjua Mungu wakati humjui Mungu. Hebu chunguza hizi ndoa ambazo zinafungwa siku ya Jumapili. Watu wako wanaendelea na ibada huko, dundo linalia. Watu wako kwenye bubujiko la Roho Mtakatifu huko wanaliza sijui nini. Alafu haijalishi kuna umbali wa mita ngapi, unakuta nyumba ya ibada hii hapa, nyumba ya kwanza ya pili ndo kuna sherehe. DJ, MC wako kazini kwa sababu ni sehemu ya ugali wao. Wanachofanya ni kufungulia mziki ili ulie sana, watu pengine wavutiwe na aina ya vyombo vyake anavyotumia vya mziki ili atangaze biashara yake. MC ni kunadi zaidi ili aendelee kuvutia watu wengine wamkubali zaidi. Lakini anashindwa kuelewa kwamba wakati anafunguliwa mziki volume ya mwisho, kuna watu wako kwenye bubujiko la Roho Mtakatifu kwenye kanisa hilo ambalo liko mita 2 kutoka kwenye eneo ambako wanafanyia shughuli yao. Na kwa sababu ya ufinyu wa fikra wanafikiri kwamba ngoja tufanye hiyo siku kwa sababu si Mungu wa wale. Kumbuka neno moja kwamba Mungu anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Hii habari ya dini yako umejengewa kwenye fikra zako. Habari ya dhehebu lako limeingia kwa sababu ya ulichomedheshwa. Mtafute Mungu kujua Mungu ni wa namna gani, Mungu ni yupi. Kuna watu wana Mungu na hawajawahi kwenda kwenye dhehebu lolote, ila wanaye Mungu kwa sababu Mungu na wote wenye mwili. Katika kumtafuta kwa nguvu zako na jitihada zako, anakuelekeza 1, 2, 3. Huyo ndio Mungu. Sio Mungu wa kufundishwa kwenye vitabu, wala sio Mungu wa kufundishwa kwenye maeneo fulani na viboko unapigwa eti ndio Mungu. Hakuna Mungu wa kukupiga viboko ili umuelewe, hayupo. Na hakuna Mungu wa kukukalilisha vitu fulani eti ndio Mungu, hapana. Lakini sihitaji kwenda huko. Ninachotaka ni kwamba kama unajua unataka kufunga ndoa, hakikisha unafanya hiyo shughuli yako siku ambayo haina tukio lolote linahusiana na Mungu kwa watu wengine. Sijui umenielewa? Unaweza ukapima
Pima tu kwa macho yako na ya damu na nyama. Toka umeanza kushuhudia harusi ambazo zilifungwa siku ya ibada za wengine, ni harusi ngapi ziko hai mpaka leo? Kama ni 10, hebu nihesabie ya nani na nani, ya nani na nani. Alafu angalia watu bado wako kwenye ndoa zao au walishaga achana kitambo. Shida ni nini? Kitendo cha kamati kuidhinisha kwamba siku fulani ndio iwe siku ya kufanya harusi yetu, huku wakijua kwamba hiyo ni siku ya watu wengine kumwabudu Bwana Mungu wao, hicho ni kosa kwa mujibu wa Mungu, na Mungu anakichukua kama chukizo. Na Mungu anachokifanya ni kuonyesha ukuu wake kwamba mimi ni Mungu ambaye siwezi nikashindana na mwanadamu, wala mwanadamu hawezi akashindana na mimi. Kwa anachokifanya, mtafunga, mtafurahia, mtasherehekea, mtakula wali. Baada ya hapo siku 2-3 hakuna ndoa. Na lengo la nyinyi kuoana ni kwamba muendeleze familia kizazi hadi kizazi kiendelee kudumu. Wangapi wana ndoa hizo? Hazipo, kwa sababu ya ujinga wa fikra na mitazamo ambayo haina maana kwenye jamii. Kwa hiyo tubadilike, kuheshimu kila ambacho mwingine anakithamini na kukipa nafasi kama ndo sehemu ya yeye kuwa salama kwenye maisha yake. Kwa sababu wewe unaweza ukawa unaamini jambo fulani na wewe unaamini jambo fulani, lakini mkatafuta mnajikuta nyote mko kwenye sehemu hii, ila huku mnajifanya mmegawanya, mko kwenye njia nyingi, lakini njia ni hii kama umeshagundua. Lakini kama hujagundua, ujue kabisa neema yako imefungwa na si wote wana neema hiyo. Mungu awabariki.